Online TV. Naitwa Otto Matias Milinga, ni mkurugenzi wa miradi kutoka shirika la Uwezo Tanzania. Uwezo Tanzania ni shirika lisilo la kiserikali lililosajiliwa mwaka 2021, lakini lilizaliwa mwaka 2008 na linafanya kazi kwenye sekta ya elimu, hususan elimu ya msingi. Leo hii tumezindua kampeni hii ya Kikombe cha Ndoto, ikiwa na lengo kubwa mahususi la kuwasaidia watoto waweze kusoma, kuhesabu na kuandika, lakini kupitia milo mashuleni, kuwapatia chakula. Kwa hiyo tunatumia mbinu ya kupatia chakula kama sehemu au nyenzo ya kumsaidia mtoto concentrate na masomo darasani. Kwa hiyo leo hii tumezindua kampeni hii ambayo tulipata baada ya kufanya tathmini na kufanya research. Tathmini ya uwezo ya mwaka 2019 ilikuwa inaonyesha ni asilimia 23 tu ya shule hapa nchini Tanzania zinatoa huduma ya chakula shuleni, lakini pia ilikuwa ipo sambamba na ripoti ya UNESCO ambayo pia ilikuwa inaonyesha ni asilimia 25 tu ya shule zinatoa chakula mashuleni. Kwa hiyo ripoti ya 2019 ya uwezo ilionyesha 23, ya 2020 ilionyesha asilimia 25. Lakini baada ya miaka mitano sasa tumekuja tena kufanya tafiti na tafiti nyingine zinaonyesha mpaka sasa ni asilimia 65 ya shule hapa Tanzania zinatoa huduma hii ya chakula mashuleni. Kwa hiyo kuna hatua kubwa imefanyika toka asilimia 25 mpaka 65. Sio hatua ya kubeza, serikali imefanya juhudi kubwa, lakini pia hii inamaanisha kwamba bado ni shule 4 kati ya 10 hazipati chakula, hazina huduma hii ya chakula mashuleni. Kwa hiyo kuna hiyo hilo gap la kwamba hizi shule 4 je, si zina watoto wa Kitanzania na wenyewe si wanahitaji huduma hii ya chakula mashuleni? Kwa hiyo kampeni hii imekuja kumaliza sasa hiyo gap la hizo shule 4 na zenyewe ziweze kupatiwa, ziweze kuwa na mfumo huu wa chakula mashuleni. Na tathmini za uwezo na tathmini nyingine zinaonyesha kwamba mtoto akipata chakula shuleni anafaulu. Kwa hiyo hii sio kampeni ya lishe pekee. Hii ni kampeni ya kuhakikisha mtoto anafaulu kwa kumpatia chakula shuleni. Kampeni kama kampeni unavyozungumzia neno kampeni ni sehemu ya awareness. Hiyo ni sehemu ya kwanza ambayo awareness kupitia vyombo mbalimbali vya habari, tutakuwa tunawajulisha wazazi umuhimu wa chakula mashuleni. Lakini sasa kwenye sehemu ya implementation, sehemu ya utekelezaji, tutaenda kwenye mikoa kama ya Shinyanga, Singida, Dodoma na Pwani, ambapo tutaanzia utekelezaji. Hii ni mikoa ambayo inaonekana bado ipo nyuma kwenye utoaji wa chakula mashuleni. Kwa hiyo tutaanzia huko, lakini tutahakikisha tunafika mikoa yote ambayo ina changamoto hiyo. Sawa, kampeni yetu tumeielekeza sambamba na mpango mkakati wa kusoma, kuandika na kuhesabu ambao ulizinduliwa mwaka huu mwezi wa kwanza tarehe 29, ambao mpango huu unaenda mpaka 2030, na mpango huu unasema kufikia 2030 Tanzania hakutakiwi kuwe na mtoto ambaye hajui kusoma, kuandika na kuhesabu. Kwa hiyo tutatembea kwa miaka hiyo mitano tukihamasisha wazazi wachangie chakula mashuleni ili tuhakikishe watoto mpaka kufikia 2030 wameweza kumudu mahiri hizo za kusoma, kuandika na kuhesabu. Wito wa kwanza kwa serikali ni kuendelea kuhamasisha kupitia vyombo vyake mbalimbali ambavyo kupitia Wizara ya Elimu, kupitia TAMISEMI, kupitia bodi za chakula, kupitia wadau mbalimbali ambao serikali inafanya nao kazi kwa ukaribu. Tunawaalika wajiunge nasi kuhamasisha, lakini pia tunawaalika wadau mbalimbali wa elimu kuchangia kampeni hii. Sio tu kuchangia kampeni, ni kuchangia mtoto aweze kusoma. Kwa majina naitwa Daudi Siwalaze,
Mimi ni afisa mwandamizi wa tathmini na upimaji wa shirika la Uwezo, na kilichokuwa kinafanyika leo ni uzinduzi wa kampeni ya Kikombe cha Ndoto. Kikombe cha Ndoto ni kampeni ambayo imelenga kuhamasisha jamii na wadau kukusanya fedha kwa ajili ya kutoa chakula mashuleni kwa wanafunzi. Na naposema shuleni ni shule za kutwa kwa wanafunzi wa shule za msingi. Na kwa nini sasa kampeni hii? Kwa sababu takwimu zinaonyesha kwamba kumekuwa na ongezeko la shule ambazo zinatoa chakula, lakini sio nyingi, na hata hilo ongezeko bado lina changamoto ndani. Kwa mfano, Uwezo Tanzania mwaka 2017 walifanya tathmini na wazazi asilimia 17.8 waliripoti kwamba watoto wao wanapata chakula wakiwa mashuleni. Maana yake asilimia 83 hawapati chakula wakiwa shuleni. Lakini serikali mwaka huo ilifanya utafiti, ikaja na taarifa kwamba asilimia 52 ya wanafunzi ya shule zinatoa chakula. Lakini hii asilimia 52 ya serikali ni hatua nzuri, lakini iko na changamoto kidogo. Changamoto inakuja wapi? Ni kwamba jukumu la kutoa chakula kwa wanafunzi wa kutwa wa shule za msingi kwa mujibu wa mwongozo wa utoaji chakula huduma za chakula na lishe kwa shule za msingi ni jukumu la wazazi na walezi. Ndivyo mwongozo wa serikali unaposema. Sasa kama jukumu la wazazi na walezi, maana yake ni kwamba yule ambaye anachangia ndiye ambaye anapata uhakika wa kula chakula. Kwa maana hiyo, uwingi wa asilimia ya shule zinazotoa chakula sio uhakika wa watoto kupata chakula, kwa sababu hata kwenye shule ambayo inaweza kuwa termed kama inatoa chakula, kuna watoto ambao hawapati chakula kwa sababu moja au nyingine, kwamba hawajachangia. Lakini hii asilimia ya shule ambazo zinatoa chakula imekuwa ikiongezeka. Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV.